Bwana Mnolela, mnyama Simba leo amezindua iriza yake rasmi, lakini pia paredi na mnyama umeonaje? Hili ndo paredi bora ambalo niliwahi kuyashuhudia yamefanyika. Halijawahi kutokea paredi kama hii. Hili ni paredi ambalo limevunja rekodi kwenye nchi yetu, kuanzia airport mpaka hapa Coco Beach. Kila linapopita watu ni kama wale walikuwa wanajirudia, ila ni watu tofauti kabisa, watu wengi, na watu leo wamejionea. Umeelewa vizuri? Ni paredi ambalo kwangu mimi limevunja rekodi kwa maparedi yote yaliyotokea, na nafikiri Simba washabiki wao walikuwa na kiu sana ya muda mrefu ya kupata taji. Sasa ile tu kupata taji moja, mbili, hapo pia ikaingia iliza. Umeelewa vizuri? Ambapo iliza tu kwao Simba ilikuwa kama kombe lingine. Umeelewa? Kwa hiyo iliza Simba ni sawa sawa na iliza peke yake ingetambulishwa, watu wangejaa hivi. Sasa iliza jumlisha kombe alafu limetokea airport. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo imekuwa kubwa mno, na washabiki wa Simba wameonyesha ukubwa wao leo, na washabiki wa Simba wameonyesha bado wanaipenda timu yao. Washabiki wa Simba wamewapa deni kubwa sana viongozi wao kupitia ili tukio la leo ambalo wamelifanya. Unajua, kukosa ubingwa mara 5 mfululizo na hiki kikombe mara 4 mfululizo, alafu leo mnakuja kuchukua, mnajaa kwa wingi huu, mnavunja rekodi, sio jambo dogo. Unajua, ingekuwa timu zingine tayari wangekuwa washaisusa, wamekata tamaa, lakini wameonyesha bado wanaipenda timu yao, bado wana matumaini sana na timu yao, wana matumaini sana na viongozi wao. Umeelewa? Hiki walichokifanya ubingwa na hizi, basi pongezi kubwa sana kwa viongozi wa Simba, wamefanya kazi kubwa sana. Umeelewa vizuri? Kama wangekuwa hawajafanya kazi kubwa leo, Simba wasingekuwa mabingwa, kwa sababu vita ni kubwa kwenye ligi yetu, mapambano ni makubwa mno. Viongozi wamefanya kazi kubwa sana. Mzabuni Jeruti amefanya kazi kubwa sana kunogesha siku kwa kuweza kuleta mabasi ya iliza ambayo kila siku, ndugu yako, nilikuwa nasemwa kila aina ya neno, wakati nasema mimi najua yameshafika, yapo tangu hayajafika hapa. Jamaa vipi? Wanasemwa chawa na nini, lakini leo watu Jeruti leo hii amedhihirisha, wamejionea basi zote hizo mbili ni basi za viwango vya juu sana. Unaelewa vizuri? Kwangu mimi Simba wamefanya jambo kubwa sana. Yaani hivi ni vitu ambavyo vinafanyika Ulaya kwa wenzetu, nchi ambazo zimeendelea. Hivi ambavyo wamefanya Simba? Hivi vitu vinafanyika Ulaya. Yaani mapokezi ya namna hii, watu kuanzia airport, basi zimeongozana zote class. Umeelewa vizuri? Shabiki wa kutosha. Umeelewa vizuri? Hivi ni vitu ambavyo vya kimaendeleo kwenye mpira wetu. Mtu yoyote atakayekuwa na nongwa, atakayeongea vibaya, atakayepinga, huyo ni mchawi, hataki maendeleo ya mpira wetu. Yaani atakayekuwa na nongwa, huyo ni mchawi kwenye mpira wetu. Wanapaswa kufurahia ile ambalo wamelifanya. Ndio maendeleo, kwa sababu wewe ukiwa timu mpinzani, hiki walichokifanya Simba utawapa msukumo viongozi wako na wao wafanye, ndio tunapiga hatua, ndio maendeleo wenyewe tunayozungumza. Ila bila hivyo hakuna maendeleo. Umeelewa? Tutakuwa tunabaki kule tunapiga makaibu, tuna uongo. Na sisi tunataka wawekezaji wa kweli kama Jeruti. Hatutaki wawekezaji waongo wanaahidi vitu hamna. Unaelewa? Ili basi watu waliona kama uongo, lakini kashusha mawili hayo tunayaona. Unaelewa vizuri? Na ile moja linashuka, watu walisema mbona used limetumika, lakini ukiliangalia hivi sasa linavutia. So hivi sasa mimi nilikwambia mdogo wa hizo story tu, basi mpya mimi najua, sikwambia basi si hizo. Unaelewa vizuri? Basi hizo, basi mpya umeziona. Sasa sisi shida yetu, sisi kila kitu tunaona uongo, sababu tushazoea kuongopewa. Unajua hata kuna baadhi ya wana Simba wenyewe walikuwa wanabisha kwamba basi haliwezi kuja likaja. Basi sio jipya used. Hilo hapo jipya sasa hivi. Sasa sijui kama bado wataendelea kubishana au wataendelea kufanya. Lakini sisi tulikuwa tunaongea mabasi yapo yatakuja mazuri, kwa sababu tulikuwa tunajua watu wanaweza, na kwa sababu sisi tunataka maendeleo. Hata siku upande wa pili nao wamefanya vitu kama hivi, tutapongeza, sababu hivi ni vitu vya kimaendeleo kwenye soka letu. Soka linazidi kukua, soka linazidi kupiga hatua. Yaani tusilidumaze pale, kila siku listaki lazima liendelee. Umeelewa vizuri? Sasa linaendeleaje? Ndio vitu kama hivi wanavyofanya kina Jeruti. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mimi nafikiri wakitokea watu kama hawa ni watu wa kuwaunga mkono, wa kuwashika, sio wa kuwakaa tunakaa tunawavunja mkono,
tunawavunja moyo, yani hiyo tunakuwa mpira wetu mwisho wa siku tutaurudisha nyuma. Watu kama hawa akina Jairut wanapokuja kama hivi kwenye timu wanaleta challenge kama hizi, zinafanya viongozi wa timu zote sasa na wao wanafunguka kiakili. Wao nao washabiki wao huko upande wa pili, kumbe inawezekana, na wao wanapushi viongozi wao wafanye vitu kama hivi. Kwa hiyo unataka kuniambia Yanga wenyewe uende wanatamani hivi? Yaani kutamani wanatamani. Yaani kiuhalisia hakuna timu ambayo haitamani. Yaani hakuna timu ambayo haitamani kuona Iliza kama hivi. Kutamani wanatamani. Sasa unatamani vipi? Unakutamani kwa kutaka na wewe upate kwa kimaendeleo, na kutamani kwa wivu. Sasa ukitamani kwa wivu ndo mbaya. Au kama utafanya wivu basi uwe wa kimaendeleo, lakini sio ule wa kiuchawi. Hiyo haitakiwi. Naelewa vizuri. Kwa sababu hata Young Africa na wao wakiwa na Iliza kama hizi ndio maendeleo. Mimi mwenyewe nitapongeza, nitafurahi. Wao wenyewe pia sasa hivi wanakaa wanasema bana, kichwa kinauma. Sasa hiyo ndio kwa washabiki, sasa ndio wao nzuri kwenye kushindana. Huyu Jairut kaja kuwafungua watu masikio kwamba hivi vitu vinawezekana kwenye mpira huko, kuna yaani watu, hela ipo, watu wanaweza kuwekeza. Kwa hiyo hata watu wa Young Africa wasimchukie Jairut, ya maendeleo anayofanya ni chachu kwa viongozi, yaani anawafanyia viongozi wao wawe na chachu na wao wa kutafuta vitu kama hivi. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo sasa hivi tunapoongea kama unavyosema kwa viongozi wa Yanga, sasa hivi vichwa vinawaka moto, na wao baadaye wataleta Iliza tu. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo akileta Iliza, hiyo ni faida kwao Young Africa, sio kwa Mnolela au kwa wewe Singano. Sasa sisi tukiongea hivi watu watakasikia huo ni ujinga. Yaani hii ni maendeleo kwenye mpira wetu. Umeelewa? Yaani Ulogasila anachofanya huyu, anawashtua viongozi wa Yanga, anawashtua viongozi wa Simba. Mbona viongozi wa Simba walivyopambana hapa mwishoni mpaka wameleta kombe. Umeelewa? Kwa hiyo ndo mpira wetu sasa hivi sisi tunataka tushindane na akina Mamelodi, akina tunashindana nao vipi? Umeelewa vizuri? Kwa hiyo tunaanza kwenye issue za kimaendeleo kama hizi, alafu pia tunakuja tunasajili pia na wachezaji wazuri, mwisho wa siku unakuta kombe linakuja. Jana tumeshuhudia paredi la Young Africans wakienda eneo la Msimbazi na kufurahi kweli kweli, huko na Simba nao wakisherehesha. Lakini leo wakati taarifa inatoka kwamba Wekundu wa Msimbazi Simba na wao watapita Jangwani, kulizuka sintofahamu kidogo. Ni kusema kwamba labda tunaweza kusema kwamba Yanga wanapaswa kujifunza kwenye kuvumiliana kwa timu hizi mbili, kwa maana wakifurahi wao na waache wenzao wafurahi. Kabisa. Na mimi katika vitu ambavyo kwenye hilo niwapongeze sana Simba. Kwa sababu wao mara zote mbili ambazo Yanga wamefanya paredi kwao hatukuona vurugu zilizotokea, na watu ambao walitakiwa wafanye vurugu litakiwa wao Simba, kwa sababu tayari wameshakosa ubingwa mara nyingi sana. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo kitendo cha kukosa ubingwa mara nyingi kimefanya wangeweza kuwa na hasira, lakini wamevumilia. Kwa hiyo ni uvumilivu unatakiwa. Neno la kumalizia kwa nahodha Shomari Kapombe ambaye tangu tunaanza msimu alionekana kuwahimiza sana wanasimba, na hadi mechi ya mwisho KMC wanakosa ubingwa wa ligi kuu NBC, alizungumza na wanasimba akiwahitaji kwenda Pemba. Neno lake na mafanikio haya ambayo ameyapata akiwa nahodha katika msimu wake wa kwanza. Mimi kwangu yule ndo maana halisi ya uongozi, maana halisi ya kuwa mkubwa. Umeelewa? Maana halisi ya ukomavu kwenye mpira ndo ile ameionyesha Shomari. Mimi kwangu tu niendelee kumpongeza, sina zaidi hapo, kwa sababu Shomari anajulikana, ni mchezaji mkubwa, amefanya mambo makubwa katika mpira wa nchi, ana heshima yake. Kwa hiyo kwa hiki alichokifanya, na yeye ndio kapteni ambaye amebeba kombe hili la CRDB. Sasa nafikiri bado ana muda wa kuendelea kucheza, siwezi nikamstaafisha mapema bado, kwa sababu bado wachezaji bado nafasi yake inamhitaji yeye binafsi. Kushukuru sana. Mimi pia.